Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 4 na mstari wa 1. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii. Hii ipi sasa? Hii kama mchungaji kiongozi, hii kama mchungaji, hii ya uzee wa kanisa, hii ya shemasi. Huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatufanyi nini? Biblia inasema hatulegei. Huu waraka unaoitwa waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto ulikuwa ni waraka wa 3. Waraka wa Paulo wa pili ulipotea. Paulo alikuwa ameandika nyaraka 4, lakini zingine 2 zilipotea. Na Biblia inapotuambia kwa sababu tuna huduma hii, naomba mnisikilize, hata na ninyi ambao mlishabarikiwa au mnategemea kubarikiwa huko mbele, nifuatilieni vizuri, nitaongea kwa kifupi sana. Biblia inaposema huduma hii, neno huduma katika lugha ya Kiyunani au ndio Kigiriki pia, Kiyunani ndio Kigiriki, inaitwa diakonos. Diakonos. Diakonos tafsiri yake nyingine ni kazi. Kazi. Maana yake tunaweza kusema kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna kazi hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Sema amen. Unapoingia kwenye jukumu, ukawekewa mikono kama mchungaji kiongozi, ukawekewa mikono kama mchungaji, kama mzee wa kanisa, kama shemasi, nataka niwakumbushe kitu kimoja: hatuwapi vyeo. Hatuwapi vyeo, ila mnapata kazi. Mnapata majukumu ya kufanya. Usitoke hapa mabega yamevimba kwamba sasa mimi nimekuwa mtu mkubwa, utaharibikiwa. Lakini utoke hapa kwamba kuna kazi ninatakiwa niifanye, nimepewa majukumu na Bwana, lazima niifanye. Sasa tunaelewa kwa kanuni za dunia hii, hakuna mtu anayeweza kupata kazi bila sifa. Kazi yoyote ya dunia lazima uwe umepita kwenye chuo, umeisomea. Na unapokwenda kuiomba hiyo kazi, wanakuomba vyeti, si ni kweli? Wewe unataka kuwa nani? Nataka kuwa mhasibu, nataka kuwa mkurugenzi, nataka kuwa manager, nataka kuwa ni, leta vyeti ambavyo vinakupa uhalali wa wewe kupewa kazi hiyo. Unachukua dokumenti zako zote, masomo tangu ya sekondari, O level, A level, sijui ya vyuo wapi, unapeleka. Wanapata uhalali, na wakati mwingine wanakuambia onyesha na barua ya uzoefu wa kazi. Pengine uliwahi kufanya kazi mahali fulani. Unataka kufanya kazi hotelini, uliwahi kufanya mahali pengine, aliyekuajiri kwanza alete akuandikie barua kusema huyu ni mzoefu wa kazi. Alipofanya kazi hotelini kwangu, alikuwa anaweza kubeba sinia namna ile imejaa glass za soda, lakini hajadondosha chini. Kitu cha ajabu katika kazi ya Mungu, mtu unaingia unafanya kazi ya Mungu, hatuhitaji vyeti. Sijui kama kuna mtu ambaye amewahi kuambiwa tuache mambo ya serikalini, tuje tu kanisani, kwamba tunapokubariki kuwa mzee wa kanisa, tuonyeshe vyeti kwamba wewe ulisomea uzee wa kanisa ukafuzu, ndio tunakuwekea uzee wa kanisa. Ipo? Au wewe tuletee vyeti vya uchungaji. Mimi nawaambia uchungaji hausomewi. Hata ukienda kusoma chuo cha Biblia miaka 3, unasoma ni masomo ya Biblia, husomei uchungaji. Uchungaji ni huduma. Uchungaji ni wito ambao hauhitaji cheti, ni kitu Mungu anakiweka ndani. Kama unanielewa vizuri sema amen. Nataka kusema nini hapa? Ninyi ambao mnaingia kuwa wazee wa kanisa, mnaingia kuwa wachungaji, mnaingia kuwa mashemasi, mnaingia kuwa wachungaji viongozi, hatujawaomba yeyote cheti cha kuonyesha kwamba wewe umefuzu kwa nafasi ulionayo. Na Biblia inatuambia kwa jinsi tulivyopata rehema,
Kumbe kama tumeingia kwenye nafasi hii bila vyeti, maana yake nini? Tumeipata nafasi hii kwa rehema ya Bwana. Pengine katika sifa za kibinadamu, wote hapa mliosimama mbele yangu msingestahili kuwekewa mikono kwa nafasi mnazowekewa. Mnanielewa ninachokizungumza? Kwa nini? Leo hii unamkuta ni mchungaji, ana upako, Mungu anamtumia, ni mtumishi wa Mungu, ameitwa kweli, anaongoza maprofesa. Kanisani kwake kuna madokta. Kanisani kwake kuna wasomi, walimu wa vyuo vikuu. Yeye kamaliza form 4 tena feria, lakini amejaa Roho Mtakatifu na Bwana amemweka kumtumikia. Maana yake wewe ukuwa na sifa kwa vipimo vya kibinadamu, lakini tumeingizwa katika huduma hii kwa rehema za Bwana. Nasema tumeingia kwenye huduma hii ni kwa rehema za Bwana. Mimi kuwa askofu, sio kwamba mimi ni mzuri sana au ninafaa zaidi. Nina shida, nina mapungufu, na hata kama kiniweka kwenye vigezo ninaweza nikapwaya, lakini nipo kwenye nafasi hii. Kwa nini? Ongeza sauti, niko kwenye nafasi hii. Kwa nini? Ni kwa rehema za Bwana. Sina chochote cha kujisifia kwamba mimi ni bora kuliko hawa, mimi ni bora kuliko washirika wangu, mimi ni bora. Tena unaweza kukuta kuna washirika wanajua kujieleza vizuri kuliko hata wachungaji wao. Kuna washirika ambao wakisimama kuelezea kuhusu habari za kanisa, unasema huyu ndiye angefaa kuwa hata askofu mkuu, lakini hajaingia huko. Unamkuta ni mtu kamaliza chuo kikuu, ni shemasi kanisani, anapanga viti. Sisi ni kina nani? Sisi tumeingia tu kwa rehema za Bwana. Na kama tumeingia kwa rehema za Bwana, neno la mwisho alilotuambia Paulo, anasema hatulegei. Ikiwa umeingia, hauna qualification. Waingereza wanasema qualification. Hauna sifa inayostahiki kibinadamu, usilegee katika kazi ya Bwana. Fanya kazi kwa bidii. Kuna yeyote ambaye ni dhaifu, tumpe kiti, mtu asija kadondoka. Maana wa Pentekoste, mtu kianguka hapa tunadaka na mapepo, kemea toka shetani, kumbe ni kizunguzungu cha kawaida. Kama kuna shida yoyote atanyosha mkono, tumpe kiti akae. Lakini nimeona nikiwaambia pigeni magoti mpaka nimalize hotuba, wengine viuno vinaweza vikauma. Mimi ninachopenda kusema, watumishi wa Mungu, naomba mnisikilize. Katika nafasi yoyote uliopewa au unayopewa, nafasi yoyote tunapokuwekea mikono, uifanye. Fanya kwa bidii. Nasema tena, fanya kwa bidii, kwa sababu tumeingia au tumeingizwa kwenye nafasi hii. Kwa nini? Kwa rehema za Bwana tu. Tungekuwa na vyeti kwamba tumesomea, tumefuzu, tungesema vyeti vyetu vinatutetea hata kuweza kufikia tulipofikia. Lakini tumepata kwa rehema. Na kama tumepata kwa rehema, tusilegee katika kazi ya Bwana. Fanyeni kazi kwa bidii. Wachungaji, viongozi, ninawaagiza, neneni mkapanue kazi. Mimi nimeachilia haya matawi ili kwamba mwende mkaweze kupanua kazi. Dar es Salaam hii, Pwani, bado tunatakiwa tuivamie. Ningetamani kila mwaka tufungue matawi mapya, tuanzishe parish mpya kila mwaka. Neneni mkaweke mikakati, na hii inawezekana. Watumishi wa Mungu, Bwana apewe sifa. Na kitu ambacho ningetamani kukisema, katika mambo mengi ambayo ningetamani kusema, Biblia inatuambia katika Luka sura ya 19 ya kwamba kabaila mmoja alikwenda safari ya mbali, akawaita watumwa wake, akawapa mitaji. Hebu sema wote, mitaji. Akawapa mitaji, alafu akawaambia hivi, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Tutasoma katika Luka 19 kuanzia mstari wa 11 hadi 13, utayaona yale maelezo. Huyu tajiri amewaita watumishi,
na amewapa mitaji. Na mimi ninavyojua tajiri wetu anayetuajiri ni Yesu Kristo. Yani ili uitwe tajiri, humo ndani ya tajiri kuna neno la ajiri. Si mnanielewa? Yani kama una magari, una majumba, una mali nyingi, lakini haujaajiri yoyote, wewe sio tajiri. Ili uitwe tajiri lazima uwe na watu wanaoishi kwa kutegemea, uwape mshahara. Kama wewe unafanya vitu vyote peke yako, sio tajiri, ila utakuwa umefanikiwa tu, lakini sio tajiri. Tajiri tulio naye ni Yesu. Na Yesu ametuajiri sisi. Amewaajiri ninyi, kawaweka kwenye nafasi ya kuwa wachungaji viongozi, kuwa wachungaji, kuwa wazee wa kanisa, kuwa mashemasi. Na anawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Sema amen. Tajiri wetu nimesema ni nani? Yesu. Na mitaji ambayo Yesu katuachia ni mitaji mikubwa mitatu. Sitaki kuchukua muda sana kusema. Mtaji namba moja ni upako. Kama unataka kufika mbali katika utumishi, hakikisha unatembea na upako. Upako utakufikisha mahali ambapo hujategemea kufika. Sikiliza niwaambie, Mungu alipomwambia Samueli, nenda kwa Yese, nimejipatia mfalme, utamtia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Samueli alipokwenda katika nyumba ya Yese, akamtia Daudi mafuta. Daudi hakuwa mfalme. Mnanielewa? Daudi hakufanya nini? Hakuwa mfalme. Alichokipata Daudi siku ile ilikuwa ni upako. Aliporudi kwenye machunga yake, akamkuta simba yuko anakamata mwana kondoo. Alichoshangaa ni kumkamata simba na kumpiga simba na kumua, akamtoa mwana kondoo. Hajawa mfalme, bado alirudi kuchunga kondoo. Siku nyingine dubu amekuja, akamkamata dubu, kamua. Na ndio ilikuwa CV yake iliyompeleka kwa Sauli. Wakati amesimama mbele ya Sauli, Sauli akamdharau, akimlinganisha jinsi alivyo, anamlinganisha na Goliath. Akamwambia, wewe ni kijana mdogo, angalia mashavu bado mekundu, yule ni mzoefu wa vita. Daudi alisema, mimi mtumwa wako nimemuua simba, nimemuua dubu kwa mikono yangu. Hiyo ikawa CV ya kumwambia haya kapambane na jitu Goliath. Na akafanikiwa kumwangusha Goliath kwa sababu alikuwa na nini? Na upako. Tangu pale ilipita miaka 11 na miezi 6 tangu amemuua Goliath mpaka anakuja kutiwa mafuta ya 3. Alitiwa mafuta mara ya 3. Mara ya kwanza Samueli yalikuwa ya upako. Mara ya pili akawa wa kabila moja tu. Mara ya 3 akawa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo kumbe unapokuwa na upako, upako utakupeleka mbali. Kama unanielewa vizuri sema amen. Na mimi ningetamani niseme hivi, kwaya zetu zinazoimba, tuna kwaya zinazoimba vizuri sana. Hebu ombeni Mungu sana katika uimbaji, imbeni kwa upako. Naona waimbaji hawajanisikia. Wachungaji tunapohubiri, tunapofundisha, tuhakikishe tunasimama na upako wa Roho Mtakatifu. Hatuhitaji CV yako ili kwamba watu waokoke. Tunahitaji tuone upako ulioubeba. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ili uweze kufika mbali, hakikisha jambo la kwanza unatembea na nini? Jambo la kwanza unatembea na nini? Upako. Tembea na upako. Upako utakufikisha mahali ambapo hukutegemea kamwe kwamba ungeweza kufika. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kukusaidia katika utumishi ni hakikisha unapata kibali. Hebu sema kibali. Kibali kinaweza kukusaidia sana. Hiyo ndio mitaji. Kama Yesu ni tajiri wetu, ametuajiri, anatamani tutembee na upako, anatamani
tuhakikishe tuna kibali. Yeye mwenyewe Biblia inatuambia alikuwa na kibali machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Na katika jamii, viongozi mnapokwenda katika uongozi, msiseme mimi nina Mungu tu, nina Roho Mtakatifu. Tafuta na kibali kwa watu. Uwe karibu na viongozi wa serikali. Uwe karibu na jamii ambayo unafanya huduma. Hata kama hawajaokoka, jisogeze karibu yao. Unachotafuta ni kibali. Sema amen. Sema amen. Unajua unaweza ukawa na upako ukakosa kibali. Daudi aliwahi kupata upako, lakini akachelewa kupata kibali. Ndio maana aliwindwa na Sauli. Kila akisikia yuko Gilgali, Sauli anafuata huko. Akisikia yuko Hebroni, Sauli anafuata kule. Ili amue. Kwa nini? Alikuwa na upako, hajawa na nini? Na kibali. Kwa hiyo unapokuwa na upako, kitu kingine cha kujitahidi kuwa nacho ni nini wapendwa? Kibali. Lakini kitu cha tatu kikubwa ambacho unatakiwa kuwa nacho, na nimalizie kwa hiki, hebu muwe na maono. Maono ni kitu cha muhimu sana. Unakuwa na upako, unakuwa na kibali, unakuwa na upako. Samsoni alikuwa na upako, akaangusha hata ngome za Wafilisti. Wafilisti walipomkamata walishughulikia nini jamani, wasomaji wa Biblia? Macho. Hawakuvunja mikono iliyokuwa inang'oa mageti yao. Hawakukata vidole vilivyoshika ile taya ya punda kuwapiga. Hawakuhangaika na mikono, wakahangaika na macho. Wanajua ukikosa maono umekwisha. Kama unanielewa vizuri sema amen. Kama wewe ni mchungaji, ili kanisa lako liweze kusimama vizuri, hauhitaji kutuma barua makao makuu. Askofu, mbona kama hunikumbuki? Angalia hivi. Maono yanaweza yakaleta fedha. Fedha hazileti maono. Maono yanaleta kila kitu. Amen. Hata Mungu mwenyewe, kilichomfanya, Biblia inatuambia dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Lakini huyu Bwana kuwa na vyote vijazavyo ni maono. Ukisoma Mwanzo sura ya 1, Biblia inasema nayo anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na nini? Tena tupu. Lakini ukishuka chini anasema Mungu akaona. Akaona nini? Akaona mapungufu, akayajaza. Na wewe ukiwa na maono, hauna haja ya kuhangaika. Tembea na maono ya Bwana. Yule aliyekuajiri muombe, nipe maono. Hii kazi ninayokwenda nayo, natakiwa nifikishe wapi? Tunatamani hata tuje tuwabariki maaskofu hapa katikati yetu. Wote mkiwa maaskofu, mwingine wa jimbo hili, mwingine lile. Hawa wachungaji viongozi, kaanzisheni Zanzibar. Hatuna hata kanisa moja. Kuna mikoa baadhi hatujafikia bado. Mnatakiwa mnasema, nasikia kuna maono ya kwenda kufungua kazi mahali fulani. Mnakwenda. Kuna mahali pengine tulishanunua viwanja mikoani, hatuna wachungaji. Ukisikia maono, sema tukutume ukasimamie kazi. Vitu vitatu ukisimama navyo, utafika mbali katika utumishi. Mimi namshukuru Mungu. Sijisifu, hapa nilipo vilivyonisimamisha ni hivyo. Na ili ufanikiwe kutembea na hivi vitu vyote vitatu, kuna vitu vya kuzingatia. Amen. Sasa nina mambo ambayo ningeyasema mengi, lakini naomba niseme machache. Jambo namba 1 la kuzingatia, ili hivi vitatu, hii mitaji isimame, iendelee vizuri. Jambo la kwanza, simama katika utakatifu. Zingatia utakatifu. Kanisa letu la PCCT, mikazo yetu ni maisha ya utakatifu. Hatuuzagi vitambaa vya upako. Hatuuzi maji ya upako. Siku nikikusikia mchungaji unaanza kuuza maji ya upako na wewe una sabuni za upako, utashangaa Jumapili moja nazuka pale kwako na tunamalizana hapo hapo. Na nyie mnanijua, mimi sina utani. Vitu vya kipuzi puzi achaneni navyo. Tusiige.
wengine. Sisi tusimame kama neno la Mungu linavyosema. Maisha matakatifu. Jilinde wewe mwenyewe, linda na kundi unaloliongoza. Paulo kabla hajalala, ukisoma katika waraka wake wa kwanza kwa Timotheo, anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Si ni sawa? Anasema mwendo nimefanya nini? Nimeumaliza. Lakini na imani nimefanya nini? Nimeilinda. Vitu hivi vitatu vilimsaidia Paulo akaenenda vizuri, akalinda utakatifu wake. Wapendwa wangu, mnapoingia kwenye kazi ya Mungu, chonde kufa na kuwa, linda utakatifu ulio nao. Linda utakatifu ulio nao. Mimi leo nisingesema niko hapa nilipo kama ningeingia kwenye vishoshi. Kuna kanisa moja miaka ya nyuma nikiwa bado mwinjilisti huko Kigoma, lilinijia kunitaka niwe askofu. Na wanataka wanipeleke nchi yoyote ya duniani ninapotaka. Waniletea kitabu hili. Marekani, Canada, Australia, Ulaya, chagua chuo chochote. Ni dini kubwa kwa enzi hizo huko Marekani na Ulaya. Lakini Tanzania ilikuwa imefifia. Wanasema wewe tunakujua, tukupeleke ukasome miaka 3 wewe na mke wako, alafu mje uwe uje askofu wetu mkuu. Lakini nilipochungulia ndani nikakuta wanaoa wake hawa wawili. Kasema wallahi wa bismillah, hapa siendi. Marekani ni kuzuri, Ulaya ni kutamu, lakini hili nalo hili dosari. Unaweza shetani akakuletea, anakuonyesha mafanikio mbele kwamba nikipiga hii tu tayari nimetoka kimaisha. Lakini unavyotoka kimaisha kumbe unaachana na Bwana. Si inaeleweka vizuri? Mimi nakuambia kata. Simamia utakatifu wako kwa gharama yoyote kwa jina la Yesu. Haleluya. Jambo la pili la kuzingatia ili ulinde ile mitaji, hakikisha umejazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Jazwa Roho Mtakatifu. Kijazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakusaidia jinsi ya kuenenda sawa sawa. Watumishi wa Mungu, Bwana apewe sifa. Sasa nikiingia sana huku naona ninaweza nikazama zaidi. Lakini jambo la tatu, mheshimu kiongozi aliyeko juu yako ili ufike mbali. Yajue maono ya kiongozi aliyeko juu yako, simama pamoja naye, yaheshimu maono yake. Sitaki kusikia mchungaji unakwenda kinyume na mchungaji kiongozi wako. Mzee wa kanisa na mchungaji eti hamuelewani. Eti shemasi na mzee wa kanisa una mchungaji wamepishana. Hiki kitu sitaki kukisikia katika masikio yangu. Naomba msikie kabisa. Kama hamsikiagi muombe CD baadaye, kwamba kwa sababu wako wana rekodi ili msikie. Sitaki kufanya nini? Sitaki kufanya nini? Sitaki kusikia. Kila mmoja akamheshimu aliyeko juu yake. Wewe endelea kujishusha. Mkubali kiongozi aliyeko juu yako vyovyote alivyo, hata kama na mapungufu ambayo sio dhambi, heshimu. Na kama ni dhambi, njoo kwangu uniambie niweze kuiangalia. Lakini mapungufu yoyote, usije ukalogwa kuingia kwenye laana ya kutokuelewa. Wazee wa kanisa, mnanielewa vizuri? Zingatieni haya. Mchungaji wenu mumheshimu sana. Mumheshimu sana. Namba 1 ni Mungu. Mheshimu Mungu. Namba 2 mchungaji wako. Mtakwenda vizuri. Akikuagiza jambo, kimbia mara moja. Akikwambia neno, fanya kwa umakini sana. Na hata kama wewe mzee wa kanisa unahubiri, watu wanashangilia kuliko mchungaji wako, usije ukajiona wewe ni bora kuliko mchungaji. Heshima ya mchungaji ibaki ni pale pale. Unaposimama mseme vizuri, maana ndiye baba yako. Mnanielewa vizuri? Kilichomkwamisha Hamu ni kwamba alipouona uchi wa baba yake akacheka na kwenda kuhadithia ndugu zake pembeni. Shemu na Hamu ndio ilikuwa ni nani? Ni Shemu na Yafet ndio waliorudi kinyume nyume wakafunika uchi wa baba yao.
Mzee Nuhu alipotoka kwenye ulevi wake, alitoa laana. Laana zilikamata, hazikukamata? Na baraka kwa wale waliomfunika zilikamata. Vyovyote vile, kamheshimu kiongozi wako, kamnyenyekee, kamtii. Akikuagiza jambo, sikia, na itakuwa ni jambo la busara sana, na kanisa letu litakwenda mbele. Baada ya mambo haya yote matatu ambayo yanaweza kukusaidia kutunza hiyo mitaji, niseme Mungu wa mbinguni awabariki wote. Amen. Naomba kanisa tusimame.